Ujambo na karibu tena mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Yote TV. Hii ni taarifa ya habari katika lugha fanisi ya Kiswahili na mtangazaji wako ni John Mabanzo. Habari tulizonazo kwa siku ya leo ni kwamba Marekani yashambulia tena Irani huku Teherani ikijibu mashambulizi. Tumaini lazidi kuonekana huko DRC kwa takwimu za Ebola kuendelea kupungua. Rais wa Urusi Putin amegoma kukutana na Zelensky. Tuanze na tukio hili la Marekani kuishambulia tena Irani. Emma Kechi ana taarifa kamili. Jeshi la Marekani limesema limedungua ndege 4 zisizo na rubani za Iran zilizokuwa zikielekea mlango bahari wa Hormuz na kudai kuwa yalikuwa tishio la moja kwa moja kwa usafiri wa majini eneo hilo na mataifa mengine ya Ghuba ya Uajemi. Kituo kikuu cha kuendesha operations za Marekani za kijeshi, CENTCOM, imesema kuwa baada ya kudungua ndege hizo, vikosi vya Marekani vilishambulia vituo vya rada za ufuatiliaji vya Iran katika eneo la Goruk na kisiwa cha Quesh ili kuzuia mashambulizi zaidi. Iran ilijibu hatua ya Marekani kwa kurusha makombora ya balistiki na kulenga kambi za kijeshi za Marekani zilizoko Kuwait na Bahrain. CENTCOM imesema kati ya makombora 7 ya Iran yaliyolenga nchi hizo mbili za Ghuba, 6 yalidunguliwa huku 1 haikufikia lengo lake. Na huyo alikuwa ni ripota wetu Emma Kechi. Tuangazie huko DRC ambako tumaini lazidi kuongezeka baada ya takwimu za Ebola kuendelea kupungua kwa wakazi wa eneo hilo. Fred Kijuma ana taarifa zaidi. Takwimu za hivi karibuni za Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonekana kutoa matumaini baada ya idadi ya visa kupungua kwa kiasi kikubwa. Awali, mamlaka zilikuwa zikizungumzia zaidi ya visa vinavyoshukiwa 1000 na karibu vifo vinavyoshukiwa kuwa 250. Sasa zinaripoti takriban visa 380 vilivyothibitishwa nchini DRC, ikiwemo vifo 60 pamoja na visa vingine 15 vilivyothibitishwa na kifo kimoja nchini Uganda. Hata hivyo, tofauti muhimu ni kwamba sasa mamlaka zinazungumzia visa vilivyothibitishwa badala ya vinavyoshukiwa kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo ni kosa kudhani kushuka kwa idadi kunamaanisha mlipuko huo umepungua hatari ghafla. Kupungua huko kunatokana na data bora zaidi, baada ya maabara kuweza kuwatenga wagonjwa wengi waliokuwa na homa lakini wakisumbuliwa na magonjwa mengine kama malaria ambayo ni ya kawaida DRC. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani, Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema mlipuko huo ulikuwa na mwanzo wa haraka sana, lakini timu za kushughulikia sasa zinaanza kuufikia. Hata hivyo, mojawapo ya changamoto kubwa bado ni ufuatiliaji wa watu waliokaribiana na wagonjwa. Ni takriban 45% tu ya watu waliokaribiana moja kwa moja na mgonjwa wa Ebola wanafuatiliwa kwa sasa, kwa sehemu kutokana na eneo la chanzo cha mlipuko kuwa katika eneo lililoathiriwa na migogoro. Na huyo ni Fredrick Kijuma kutokea huko DRC. Asante sana Fredrick kwa taarifa nzuri kabisa. Sasa tuangazie swala nzima la rais wa Urusi Putin kugoma kukutana na Zelensky. Mwanahabari wetu Gilbert ana taarifa kamili. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema haoni haja ya kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky baada ya kiongozi huyo wa Ukraine kutaka kufanya mazungumzo ya ana kwa ana ili kumaliza vita kati ya mataifa hayo mawili. Zelensky alikuwa ameandika barua siku ya Alhamisi akitaka kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Putin, akisema ni vibaya kusubiria vita hivi vilivyoanza na Urusi kuvamia Ukraine mwaka wa 2022 kuangaziwa tena na Marekani. Rais wa Ukraine pia alitaka kuwepo na usitishaji mapigano. Putin alijibu barua hiyo akisema ni ya kifedhuli na kukataa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na Zelensky na kusisitiza kuwa mazungumzo lazima yafanyike kabla ya usitishaji mapigano. Sioni maana ya mkutano huo, alijibu Putin alipoulizwa iwapo atakubali mwaliko wa Zelensky. Na mwanahabari wetu Gilbert ametukamilishia habari ya siku ya leo. Hivyo asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji kwa kuwa pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka hii ni Yote TV na mimi naitwa John Mabanzo na kupenda sana. Tukutane wakati mwingine kwenye taarifa nyeti na bora za kisiasa, kijamii na kiuchumi. Nipende kusema see you then.